sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 26, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Baruku, sura ya 4 aya ya 5 hadi ya 12 na aya ya 27 hadi 29. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Luka, sura ya 10 aya ya 17 hadi 24. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimwona Shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake, akasema nao kwa faragha, heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa, karibu katika kipindi hiki ambapo tunapata nafasi nyingine ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu basi siku ya leo anatupa fursa ya kuweza kutafakari neno lake, ili neno hili liweze kutubadilisha katika maisha yetu. Neno hili liendelee kupanda mbegu ya utakatifu katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku. Basi Injili ya leo inaeleza juu ya wale 70 wakirejea kutoka kila mahali ambako Kristo aliwatuma. Na ujio wao wanaporudi kutoka huko ambako Kristo aliwaagiza waende, basi ni ujio uliojaa ushuhuda. Wanamshuhudia Kristo jinsi ambavyo jina lake limedhihirika katika yote walioyatenda. Na ni Kristo mwenyewe ambaye aliwachagua na kawatuma. Tunasoma haya katika Injili ya Luka, sura ya 10 aya ya 1 hadi ya 12. Na Kristo alipowachagua na kuwatuma, tunaambiwa aliwatuma katika miji na vijiji ambavyo yeye mwenyewe alikusudia kwenda, na aliwapa maagizo juu ya utume huo wanaoendea, nini wafanye, na pia aliwapa makatazo nini wasifanye. Basi ndugu zangu, katika maisha yetu ya kila siku, Kristo yupo pamoja nasi na daima anaambatana nasi. Pale tunapotangaza ufalme wake na kujikabidhi kwake, basi tunafanikiwa kwa kuwa tunatenda yale yaliyo ya Mungu. Tunapata nguvu za kushinda hata magumu ambayo sisi wenyewe hatuyawezi, kwa kuwa Kristo mwenyewe anatuangaza na anatupa nguvu ya kufanya hayo ambayo yeye mwenyewe angeyafanya. Kwa hiyo sisi tunapopata fursa au nafasi ya kutenda kama vile ambavyo Kristo angetenda yeye mwenyewe kwa nafsi yake, basi yeye anatupa nguvu ya kutenda haya. Hatutendi hayo kwa sababu sisi tunaweza,
bali tunatenda kwa kuwa Kristo anataka tutende kama yeye ambavyo angetenda. Hawa wafuasi 70 walimshinda Shetani, pepo na kila nguvu ya uovu, kwa kuwa waliutangaza ufalme wa Mungu na ukuu wa jina la Kristo, na zaidi ya hayo imani yao ilibaki thabiti kwa Kristo. Na sisi tunayo nguvu ndani mwetu ambayo Kristo ametupa, kwa kuwa yeye yupo katika mioyo yetu, na sisi tunazo nguvu za kumshinda Shetani, kuwashinda pepo waovu na uovu wote ule, ili mradi tu tuwe tayari kumtangaza Kristo na ufalme wa Baba yake, na imani yetu kwake na Mungu izidi kuwa imara. Tukiteteleka katika imani, basi hatuwezi kufanya hayo. Ila tunapobakia waaminifu, tukitangaza ufalme wake na kulishuhudia jina lake kwa watu wote, basi tunatenda hata yale makubwa ambayo hatukutegemea kufanya. Ndugu zangu, Kristo katika somo la Injili basi anatuasa kwamba Mungu amewafunulia hekima na siri za ufalme wa mbinguni wale ambao wapo kama watoto wachanga, lakini walio na hekima na akili basi amewaficha mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Mimi na wewe leo tunayo bahati kwa kuwa Kristo tayari amekwisha kujifunua kwetu na amelipa kanisa lake utume, linaendelea kumtangaza yeye. Amelikabidhi sakramenti ambazo tunakutana na yeye mwenyewe, na katika kanisa tunalo neno la Mungu tunalolitafakari ambalo linatupa dira na mwongozo wa maisha. Ndimo humu siri na hekima yote ya ufalme wa kimungu umefichika. Sisi tunapaswa kunyenyekea kuwa kama watoto wadogo, kukubali kuongozwa na ufalme wa Mungu, kukubali kuongozwa na hekima ya Mungu, kukubali kuongozwa na akili ya kimungu na sio kuongozwa na hekima na akili za dunia hii. Kwa kuwa tukijinyenyekeza na tukawa tayari kuongozwa na Mungu, basi tutayafahamu hata yaliyo makuu zaidi yanayohusu ufalme wake. Kwa hiyo ndugu zangu, leo na sisi kwa kuwa tunazo nafasi mbalimbali katika kanisa na jamii tunamoishi, katika kazi hizo na utume tunaofanya, ni Mungu mwenyewe ametupa au wanajamii wametuteua ili tuweze kuwahudumia. Tuweze kujiuliza utendaji wetu ni wa namna gani? Na je, Ukristo wetu kama wabatizo unamtangaza Kristo na nguvu zake? Lakini pia tujiulize, mafanikio yetu hayajatupumbaza tukamwacha Kristo au tukajiona sisi wenyewe tunajitosheleza tukamsahau yeye? Basi leo tumombe Mwenyezi Mungu atusaidie, atuimarishe. Tunapofanikiwa sana katika utume au katika kazi ambazo jamii na kanisa limetukabidhi, tusimsahau. Tutambue kwamba tunafanikiwa hayo yote kwa kuwa Kristo anatuongoza. Tunafanikiwa katika hayo kwa kuwa Kristo mwenyewe ametaka sisi tufanye kama yeye ambavyo ametupa hizo nafasi, ametupa huo upendeleo. Hivyo mafanikio yetu yawe chachu ya kumtazama Kristo na kusonga mbele. Yawe chachu ya kuzidi kuwa thabiti katika imani na kubaki imara katika imani, ili basi yeye azidi kutufanikisha zaidi. Wafuasi hawa wanavorejea basi wanafurahi kwa kuwa wanasema wameweza kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Lakini Kristo anawaambia wasifurahi kwa sababu pepo wamewatii, bali wafurahi kwa sababu majina yao yanaandikwa mbinguni. Mimi na wewe tujiulize, mafanikio yetu yanapelekea majina yetu yaandikwe mbinguni, au mafanikio yetu ni mafanikio ya hapa duniani tu? Basi leo tujitahidi ndugu zangu, tusifanikiwe katika mambo yapitayo tu, bali tuweke juhudi pia katika kufanikiwa kwenye mambo yale yanayohusu ufalme wa mbinguni. Hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu. Si rahisi kwa kuwa mambo haya sisi wenyewe hatuwezi kwa nguvu zetu. Tuombe neema ya Mungu atusaidie tuweze kuchuchumilia ufalme wake na kufanya juhudi maradufu zaidi ili tuweze kufikia ufalme huo na majina yetu yaandikwe mbinguni. Lakini leo kwa namna ya pekee kanisa linaweka mbele yetu kumbukumbu ya Mtakatifu Francisco wa Asizi.
Yeye ambaye alizaliwa katika familia ya kitajiri, lakini hakuona kwamba utajiri ni kitu cha maana sana. Basi aliamua kujitoa, akagawa mali zake kwa maskini, akajitoa kwa Mungu, akamtangaza Mungu, akawahudumia maskini, akahubiri habari njema, yaani Injili, akaishi maisha yaliyo ya kawaida sana. Lakini zaidi ya hayo, akawa tayari kuwasaidia na wengine kufikia ufalme wa mbinguni. Na alianzisha shirika la Wafransisko, ambapo shirika hili basi limeenea ulimwenguni kote, na wao wanaendelea kufanya kazi zile zile ambazo mwanzilishi wao Mtakatifu Fransisko wa Asizi alifanya. Bado wanaishi maisha ya ufukara, wanajitoa kwa Mungu, wanawahudumia maskini, wanahubiri habari njema, na pia wanaendeleza kutangaza juu ya maisha ya kufanya kitubio, maisha ya toba, maisha ya kujikatalia ili kumpa Mwenyezi Mungu nafasi. Lakini hakuanzisha shirika hilo tu, pia aliweka misingi imara kwa shirika la wadada ambalo linaitwa shirika la Wakrala. Kwa hiyo basi, kwa mfano wa maisha, matendo na mahubiri yake Mtakatifu Fransisko wa Asizi, leo na sisi tuombe maombezi yake, ili basi kwa neema ya Mungu tuige fadhila hizi njema, fadhila za kuishi maisha ya ufukara, kujitoa kwa Mungu na kuwa tayari kumhubiri Kristo na kufanya kitubio cha kweli katika maisha yetu, ili Mwenyezi Mungu atustahilishe kuandikwa mbinguni katika kitabu cha watakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaona kwamba Mtakatifu Fransisko wa Asizi, yeye alikubali kuachilia yote, alikubali kuacha fahari ya dunia hii. Tunaambiwa katika historia yake alifungwa, lakini alipotoka gerezani basi aliweza kuongoka, akaamua kumfuata Mungu. Na sisi yawezekana muda mwingine tunapitia magumu. Katika magumu hayo yawezekana ni njia ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea ili tupate uongofu. Basi iwe ni njaa, uwe umaskini, yawe ni magonjwa, iwe hali yoyote au adha yoyote ile, kuwe ni kuonewa, kudhurumiwa, kukandamizwa, kutengwa, basi tumombe Mwenyezi Mungu atusaidie. Katika hayo tutambue nguvu yake, na katika hayo tukutane na yeye ili tuweze kubadilika na tuweze kuendea ufalme wa mbinguni. Hivyo ndugu wapendwa, tunaombe sana neema ya Mwenyezi Mungu na tuombe maombezi ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi ili tuweze na sisi kuwa imara katika imani, kubali kutawaliwa na hekima ya kimungu, na tukubali kuwa wanyenyekevu ili tuweze kutambua siri ya ufalme wa Mungu, tuwe tayari kumtangaza Kristo na ufalme wa Mungu, na tuwe tayari kusimama imara katika imani yetu, imani ambayo itatufikisha sote kwenye uzima wa milele. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Odrick Ogino wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. La Bwana imekuja kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana imekuja kwetu sisi, na tulipokea kwa furaha kwa imani. Ndilo neno lenye kutuletea wokovu.